Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karibuni katika darasa za Mwalimu Abalhassan Jumar, mtaalamu wenu wa elimu za namba na kutafsiri ndoto mbalimbali na kutatua shida mbalimbali. Ikiwa tuko katika mwaka mpya wa 2026, imekuwa ni desturi yetu wataalamu mbalimbali wakiwa wanaelezea mambo mbalimbali kila unapokuwa unaingia mwaka mpya, wakiwa wanaashiria kuwazindua watu, kuwapa ushauri watu waweze kujua wanaingia vipi katika mwaka mpya. Tayeb, mwaka huu tutaelezea matukio ya nyota 12 kwa mwaka 2026. Mtaalamu wenu ni mimi Mwalimu Abalhassan Jumar. Mawasiliano hotline ni 0713 au unaweza kuanza alama ya kujumlisha 255 713 351 781. Pia WhatsApp kwa namba hiyo, na namba nyingine ni ukianza vile vile alama ya kujumlisha 255 753 058 390. Facebook unaingia unaandika mtabiri wa nyota na tiba, unapata pale Mwalimu Abalhassan Jumar. Instagram unaandika Mwalimu Abalhassan, na YouTube unaandika Mwalimu Abalhassan, kufuatilia darasa mbalimbali kwa wale ambao wanataka kujifunza na kujua ukweli wa mambo haya ya elimu za nyota na elimu za kiakili, kutafsiriwa ndoto na mambo kadha wa kadha. Karibuni katika kundi la mwisho katika mlolongo wa nyota zetu 12, tukiwa katika nyota ya 9 ambayo ni mshale Sagittarius. Ni wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Mwaka huu ni wakati wa kuamua haraka, hasa katika kuoa au kuolewa. Mliomo katika ndoa au mahusiano, mvumiliane na kisha mfanye hatua ya kubadilisha mipango yenu au kurekebisha makosa yenu. Utapata misaada mbalimbali ya kimaisha ambayo itasaidia kutekeleza malengo yako. Waliokimbia watarejea salama. Mwanzo wa mwezi wa 9 Novemba ni wakati mzuri kuanzisha maamuzi mapya au kuchukua hatua mpya. Ikiwa hauna mikosi, utafanikiwa mambo yako, na wale waliokopa watakulipa japo kidogo, na wewe ulipe uliowakopa. Vifo au ajali zitaongezeka zaidi kwa akina mama, hasa kwenye maradhi ya matumboni na miguuni, yani unyayoni. Namba ya bahati ni namba 74. Upande wa kipato katika nyota ya 9, mwaka huu 2026 utavurugikiwa kila kitu. Usikate tamaa, njia za utatuzi zikifanyika sahihi utaimarika. Wasiwasi utaongezeka. Kuibiwa au kupoteza ni hali zitajitokeza mara kwa mara. Si wakati wa kujiamini zaidi katika uchumi wako. Dua zinahitajika zaidi. Upande wa mahusiano katika nyota ya 9 ambayo ni mshale, mwaka huu ni mwaka wa kurekebisha mipango inayohusisha ndoa au uchumba na mahusiano kwa ujumla. Ndio wakati mwafaka kuachilia na kusamehe makosa yote yaliyotangulia ili ukafanikiwe katika ndoa au mahusiano yako. Utatuzi wa kuondoa mikosi unahitajika zaidi. Kujua zaidi, tuwasiliane. Upande wa afya katika nyota ya 9, mwaka huu utasumbuliwa zaidi na magonjwa ya kooni, pia tonsil. Haya ni maradhi ambayo husababisha uvimbe wa koo na pia husababishwa haswa na maambukizi ya virus, lakini pia mambo mengine. Zipo sababu nyingi na zitaja baadhi: ni maambukizi ya bakteria na maumivu makali ya koo, homa na tonsil kuvimba na kuwa na usaha mweupe, maumivu wakati wa kumeza. Yote haya yatajitokeza kwa watu wa nyota hii ya mshale. Au kinga kuwa imeshuka, tunasema CD4 count, nayo italeta maumivu hayo. Ndio yataja kuwa na lishe duni, inachangia kuwa na mzio ambao ni allergy au vumbi, dust. Magonjwa sugu mfano VVU, kisukari, kuvuta sigara au moshi ule, kuvutavuta moshi inachangia zaidi katika hayo niliyoelezea. Tayeb, tukiwa katika nyota ya 10 ambayo ni nyota ya mbuzi Capricorn,
ni wale waliozaliwa tarehe 22 ya mwezi wa 12 mpaka tarehe 19 ya mwezi wa kwanza. Mwaka huu vifo vitakuwa vingi, taarifa za kushtua zitakuwa mara kwa mara, maisha yataharibika na mipango pia. Ni mwaka wa kutokea kwenye neema na kuelekea kwenye dhiki. Yote hayo yanahitaji hatua ya dhati ya kufanya mabadiliko makubwa. Ni muda wa kufanya mipangilio ya kudumu ili ufanikiwe zaidi, hasa kuondoa mikosi, kutatua shida mbalimbali ambazo zinaashiria kuharibu mambo yako. Kuanzia mwezi wa 5 Mei, unayo nafasi hiyo ya kufanya mabadiliko yenye kuongeza furaha na fursa za mafanikio. Fitna na uharibifu vitaongezeka zaidi, vurugu au vita na mambo ya vitisho yataendelea kukupata. Utatuzi sahihi ni kufanya dua sahihi au maombi stahiki. Matumizi mabaya ya dawa yataharibu mwili wako. Usijielekeze katika kutenda mabaya, hasa katika mwaka huu 2026. Namba ya bahati mwaka huu ni namba 93. Upande wa kipato katika nyota ya mbuzi mwaka huu 2026, ongeza dua za kukuza uchumi wala usipuuze. Mikataba utayoingia ya biashara au kazi au shughuli yoyote ya kukuza uchumi, uwe makini kwa kushirikisha washauri wa pesa. Safari za hapa na pale na kuchunguza mawasiliano yao, ni vizuri kuimarika au kuchunguza kabla ya utekelezaji. Siri nyingi za biashara yako au uchumi wako ni wakati wa kutoziweka wazi. Upande wa nini? Wa kipato katika nyota ya 10, nyota ya mbuzi. Upande wa mahusiano katika nyota ya mbuzi, nyota ya 10, mwaka huu ni mwaka wa kufanya mabadiliko ya ndoa au uchumba na mahusiano pia. Ni wakati uanzishe hatua mpya kwa uhakika. Ndio wakati wa kulinda pendo lenu na kufaulu ikiwa utatekeleza ushauri nilioueleza. Kuwa makini zaidi kuanzia mwezi wa 6 ambao ni June. Utatuzi wa mikosi ulionao ni muhimu kwa hatua za mara kwa mara na uwe makini zaidi. Upande wa afya katika nyota ya mbuzi, mwaka huu utaugua mikono na mabega. Pia matatizo ya kiakili ni kama stress ambayo ni katika magonjwa ya ubongo. Pia sababu za kijamii ambazo zinachangia kuleta stress ni kama umaskini, migogoro ya kifamilia, upweke, hata unyanyasaji au matumizi ya vitu kama pombe, madawa ya kulevya. Yote huleta maumivu au stress. Sababu za kiafya pia huleta stress kama magonjwa sugu, kukosa usingizi, lishe duni. Yote hayo ni matatizo ya akili au tunasema ni matatizo ya wenda wazimu. Nyota ya 11 ni nyota ya ndoo. Ni wale ambao waliozaliwa tarehe 20 ya mwezi wa kwanza mpaka tarehe 18 ya mwezi wa pili. Ndoo au Aquarius. Mwaka huu jitahidi zaidi kufanya dua au maombi mara kwa mara. Lipa madeni unayodaiwa. Haja zako zitatekelezwa ikiwa huna mikosi. Ni wakati wa kulinda bahati hii iliyojitokeza. Wapo wataokuhadaa au kuzubaisha ili uharibikiwe, na ni kweli utaharibikiwa. Tahadhari ni nzuri kuitekeleza kupitia dua maalum za mwanzo wa mwaka na katikati ya mwaka na mwisho wa mwaka. Jitahidi mambo yako uyafiche kuliko kuyatangaza. Jitahidi ufanye kazi zako kwa ujuzi wote. Kuanzia mwezi wa kwanza, yani mwezi huu Januari, utapata nguvu ya kumiliki vitu muhimu. Hali hiyo itapojitokeza, tuwasiliane kwa kuithibitisha, yani kwa kuikumbatia. Pia ni muda wa kuanzisha shughuli mbalimbali za kijamii au miradi ya kijamii. Teknolojia itakuinua zaidi. Namba yako ya bahati mwaka huu ni namba 55. Kipato katika nyota hii ya 11 ya ndoo, mwaka huu, mwaka 2026, utapokea misaada ya wakubwa kwenye kampuni au taasisi zao au katika mambo ya kiutawala. Utasaidika zaidi na kufikia malengo ikiwa huna mikosi. Taarifa au mawasiliano kati yako na wao ni muhimu ili kukuza uchumi wako. Dua zinahitajika zaidi. Upande wa mahusiano katika nyota ya 11, nyota ya ndoo, mwaka huu anzia kusimamia au kudumisha pendo lako mwanzoni wa mwezi wa 6, yani June, na pia mwanzoni wa mwezi wa 7, Julai, ili udumishe zaidi ndoa au mahusiano yako. Pia fuatilia utatuzi wa mikosi ulionayo.
Upande wa afya katika nyota hii ya 11 ya ndoo, magonjwa hatari kama kansa, TB, ascites ni uvimbe wa maji tumboni au miguuni au mwili mzima. Kwa wale ambao wanaopata maradhi kama haya, kwa miguuni ukimbonyeza unaona kidole kinakuwa kama kinaingia kinachelewa kupanda, ndo maradhi kama hayo ya ascites. Moyo kushindwa kusukuma damu, figo kushindwa kutoa maji na chumvi mwilini ni katika maradhi ambayo usipokuwa mwangalifu au msipokuwa waangalifu watu wa nyota hii yatajitokeza zaidi. Na nyota yetu ya mwisho ya 12 ni samaki, Pisces. Ni wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mwezi wa pili mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 3 Machi. Mwaka huu utapata nafasi muhimu za kukuinua heshima zako katika jamii. Ikiwa huna mikosi utanufaika zaidi. Utapata malalamiko makubwa. Ni muda wa kujiandaa na marekebisho mapya ya kuelekea maisha yanayokuja. Utasaidika zaidi kwa kupewa misaada mbalimbali. Utapewa mali kutoka kwa rafiki. Utapokea mialiko mbalimbali katika jamii. Unayo nafasi nzuri ya kujirekebisha na kuamua mambo mapya. Kuanzia mwezi wa 6 yani June, vifo vitatokea zaidi au kufanyiwa unyama, mambo yasiyofaa kiubinadamu. Huu ndio mwaka mahsusi kwako kukusafisha kihisia na kiroho ili ufikie mambo mazuri. Unatakiwa kufanyiwa sadaka na dua mara kwa mara, utafaulu zaidi. Namba yako ya bahati kwa mwaka huu ni namba 11. Upande wa kipato kwa nyota hii ya samaki, mwaka huu 2026 utapokea misaada na neema nyingi. Dua zinahitajika kuimarisha yale unayoelekea kuyatekeleza. Utatumia uchumi wako zaidi pia. Utapokea misaada zaidi ya mali. Ikiwa huna mikosi utafanikiwa zaidi. Upande wa mahusiano katika nyota hii ya samaki, mwaka huu 2026, anzisha usamehevu na kusahau yaliyopita katika ndoa au mahusiano yako ili uandae mtazamo mpya wa mbele. Kuanzia mwezi wa 6 yani June na mwanzo wa mwezi wa 9 Septemba, ujitahidi kurekebisha hali ambayo nimekuelezea. Dua zinahitajika zaidi kuepusha mikosi, yani mikwamo. Afya katika nyota hii ya samaki ambayo ni nyota yetu ya mwisho wa 12, mwaka huu utataabika zaidi kwa magonjwa ya moyo na manjano ya macho na ngozi pia. Kisababishi cha magonjwa haya ya manjano ni ini kushindwa kuchakata bilirubin. Upungufu mkubwa wa damu pia unachangia. Kunywa pombe kupita kiasi pia inachangia, au dawa zenye sumu kwa ini nazo huwa zinachangia tatizo hilo niloelezea, au mawe kwenye nyongo yani gallstone nayo itajitokeza, na kuwashwa mwili pia itajitokeza, uchovu na kichefuchefu pia itajitokeza. Yote haya inahitajika kupata huduma haraka iwezekanavyo bila kukata tamaa. Asanteni wote kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu atujalie kheri na baraka katika maisha yetu, atuepushie mabalaa na vitimbi vya maadui zetu tunaowajua na tusiowajua. Amin ya Rab. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ni mimi mtaalamu wenu Maalim Abul Hassan Jumar.